Bari ni aje wewe ambaye unatufuatilia na kuitazama channel ya Bio Media kwa wakati huu. Hope uko poa, lakini kwa upande wangu mimi kiukweli nipo swadakta kabisa. Niko na story tu za moto ambazo nimeweza kukuandalia kwa ajili ya kukuhabarisha. Sasa cha kufanya, jambo ambalo litakuwa linapendeza ni wewe kusubscribe, gusa alama ya kengele, and then niweze kukusanua yale ambayo yameweza kujiri mjini. Bio Media inakusogezea habari mbalimbali. So stay tuned kwa ajili ya kuhabarika. Leo tuko na story ambayo Bidada Nandy amemkataa Yami hadharani, afunguka skendo ya kutoka kimahusiano na mumewe Billnass. Vita inazidi kuwa kubwa. Kwani mambo yamekaaje? Anaambiwa haishi mpaka aishi. Sasa tuko nayo mpaka kieleweke. Hii ni mara tu baada ya Bidada Yami kutoka kwenye label ya The African Princess chini ya mwana dada Nandy, ambayo maneno yamezidi kuwa mengi kuna mitandaoni wakisema ama wakidai sababu kubwa ya kumtoa Yami kwenye label ya The African Princess ni kutoka ama kuhusishwa kwenye uhusiano wa kimapenzi na mume wa bosi wake ambaye ni Billnass. So msanii Nandy bwana ameweza kukanusha madai ya Yami kuwa alimpigia simu kumwalika katika uzinduzi wa wimbo wake ule wa Jina la Raha, ambako pia hakufanikiwa kupokea hiyo simu kwa madai ama maelezo ya Yami. Nandy ameeleza kuwa hakuona simu na pia Yami angeweza kumpa Nandy ama angeweza kumpata Nandy kwa njia nyingine tu. Ile kupiga simu na haikupokelewa ikumaanisha kwamba hawezi kumpata Nandy. Iko nukuu ya Bidada Nandy hapa, anasema hakunipigia simu kiukweli. Kwa hiyo nilimtafuta kwenye DM kwa maana ya Instagram kwa sababu ni sehemu anayopenda kuingia sana. Kwa hiyo nilimtumia hiyo interview, nikamuuliza umenipigia simu siku mbili zipi? Mbona sijaona simu? Huyo ni Nandy ambaye alikuwa akizungumza, kiliweka sawa hilo kumcorrect Yami wakati Yami alivyozungumza na vyombo vya habari na kudai kwamba alimpigia Nandy takribani simu mbili au mbili hazikupokelewa. Lakini pia nukuu nyingine inasema nikimwambia pia kama ulinipigia simu na hukunipata, una namba ya mdogo wangu, ya dada yangu, ana namba hadi ya Naya ambaye ni mtoto wa Nandy. Sasa angeweza kunitafuta kote huko nako sikupatikana, lakini kiukweli kwenye simu yangu Mungu ananiona, sikuona simu yake. Nandy anazidi kukolezea, anazidi kuweka msisitizo kwamba hakuona simu ya Yami kiukweli kwenye simu ya kwake. Lakini yeye, hii ni nukuu nyingine, anasema lakini yeye alichonijibu ni kwamba aliibiwa simu, hakuwa na namba na mara ya mwisho mimi ndio nilimpigia, akaniambia aliibiwa vitu vyake. Kwa hiyo kwake yeye ilitokea namba, lakini mimi nilipompigia hakuniambia kama ana uzinduzi. Inawezekana labda alikuwa bado hajapanga kufanya uzinduzi wa nyimbo yake, amesema Bidada Nandy. Lakini pia Nandy aliulizwa sasa na mwandishi wa habari kuhusu labda kama wanabifu yeye pamoja na Yami juu ya uvumi ambao umeendelea kuvuma huko mitandaoni kutoka kimahusiano na mumewe ambaye ni Billnass, ambapo huenda ndio imekuwa sababu ya Yami kufukuzwa hapo kwenye lebo ya kwake. Jibu la Nandy kuhusu Yami kutoka kimahusiano na Billnass lilikuwa hivi, ninukuu tu kwa ajili ya faida kwako mtazamaji. Anasema kuhusu Yami kutoka na Billnass, hilo mimi sifahamu. Ninachojua mimi na Yami tulimalizana vizuri tu na sikumdai hata hela ya kuvunja mkataba. Ninachojua mimi na Billnass tunapendana, hayo mengine mimi sifahamu. Lakini pia Billnass hawezi kutoka kimahusiano na Yami, bado mtoto sana. Ni kujivunjisha tu ama ni kuvunjiana tu heshima, kumvunjia heshima pia mume wangu. Tunaaminiana na muamini mume wangu na anajiheshimu sana, naamini. Hilo lilikuwa ni jibu la Bidada Nandy. Lakini kwa mujibu wa mashabiki bwana, baada ya jibu hili la Nandy kuhusu Yami kwamba anahusishwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mume wake, lakini pia ni kama wanaka ugomvi fulani hivi ambako kanaendelea kati yake Nandy pamoja na Yami, maana sio kawaida, na mashabiki wameweza kusema kuwa ugomvi mkubwa wa wanawake ni kuchukuliana mabwana tu na si kingine. Kwa hiyo bila shaka ama hapana shaka lisemwa lipo, na kama basi halipo huenda ikawa Yami alitoka ama atatoka kimapenzi na bwana mkubwa Billnass, na ndio maana Nandy akamfukuza, maana mapenzi ya siku hizi bwana ni balaa tupu. So mambo yalikuwa hivyo. Yami kutoka kwenye label ya The African Princess kiukweli inawapa mashabiki
taswira nyingine ya kuamini kwamba inawezekana huenda alitoka kimapenzi na Billnass ambaye ni mume wa Nandy, ndio maana akaweza kuachana na lebo ya bidada Nandy rasmi. Sasa mimi nasogea kwako, nini maoni yako pengine wewe ambaye unatazama wakati huu channel hii ya Bayo Media? Unadhani kweli Yami alikuwa anatoka kimapenzi na Billnass na ndio maana akafukuzwa kwenye lebo yake, hii lebo ya The African Princess, ama ni maneno tu ya watu? Kwa sababu binadamu na wenyewe ana mengi sana. So maoni yako ni muhimu sana kwa ajili ya kuendelea kufahamu lipi ambalo linaweza likawa ni ukweli wa hili jambo. Kupitia section comment ya kwako, basi tutaweza kupitia ujumbe wako uzuri kabisa. Mimi ni Official Rosdy, hope umeweza kuenjoy taarifa hii. Endelea kusalia nasi mpaka tutakaporejea tena kwa ajili ya taarifa nyingine. Cha kufanya ni kuendelea kusubscribe, kuendelea kutufuatilia pia kunako mtandao wa TikTok pamoja na Instagram pamoja na Facebook.